Kwanza niseme tu kwamba utayari ni mkubwa sana na maandalizi yamefanyika vizuri. Nikianza na sekta ya elimu msingi. Sekta ya elimu msingi kuna program maalum ambayo kama halmashauri tumeanzisha. Ni sekta ya elimu msingi, lakini hapo sasa inazungumzia karibu sekta zote msingi na sekondari. Kuna utaratibu ambao halmashauri imeweka wa kuhakikisha kwamba wanafunzi wote ambao wanastahili kuandikishwa darasa la kwanza wanaandikishwa. Na kuna utaratibu ambao elimu ya sekondari pia wanaotakiwa kwenda kuanza elimu ya sekondari form 1 wanaanza umewekwa. Utaratibu ni huu ufuatao. Watendaji wa kata na watendaji wa kijiji pamoja na walezi wote wa kata, ambao walezi hawa ni wakuu wa idara wote hapa, kila mmoja amegaiwa kata yake. Kata ziko 21. Pamoja na waheshimiwa wa madiwani wote kwa pamoja tumekubaliana kila mmoja aingie kwenye utendaji kuhakikisha mtoto anayestahili kwenda kuanza darasa la kwanza anakwenda. Anayetakiwa kwenda kuingia form 1 kwanza form 1 anakwenda kuanza. Na kwa maana hiyo hakuna namna yoyote mzazi yeyote anayeweza kukwepa, kwa sababu pale alipo yuko mtendaji wa kijiji, yuko mtendaji wa kata, yuko diwani, lakini yuko mlezi wa kata. Na kila siku jioni tunapata ripoti. Wangapi wameandikishwa kati ya wangapi? Na ripoti ya jana tuko kwenye 98% ya wale ambao wanatakiwa kwenda kuanza darasa, kwenda kuanza form 1. 98%. Na tumepanga mpaka kufikia tarehe 20 tuwe tumeshavuka lengo, kwa sababu kama ni 98% kwa sasa hivi, mpaka kufikia Jumanne shule zinapofunguliwa, ina maana kwamba tutakuwa tumeshafikia lengo. Lakini kufikia tarehe 20 tutasaka na kuhakikisha kila mmoja anayetakiwa kwenda shuleni ameenda. Lakini kwenye darasa la kwenda kuanza kwenye darasa la kwanza hapa tuko kwenye 96%. Ukikalkulate unapata na point, lakini sivyo, tuseme ni 96. Na uandikishaji unaendelea vizuri, hakuna jambo lolote linalotukwamisha. Ni kweli changamoto zipo changamoto nyingi, kwa sababu wazazi wengi wako mashambani, wako wapi, lakini tumetuma watendaji paka mashambani wanafika. Na tumewawezesha, in fact wanafika kule, lazima wafike na walete taarifa, kwa sababu ni kwenye maeneo yao. Kwa hiyo kimsingi niseme tuna uhakika wa kufikia malengo yetu ambayo tumejiwekea kwa zaidi ya 100. Maeneo yote ambayo wanafunzi wako mbali, shule shikizi zipo. Ukienda kule Lusewa kuna shule shikizi iko pale Zanzibar. Ukienda hata hapa Litola. Yaani nikianza kuzitaja ni karibu kila sehemu yoyote ambayo wanafunzi wanapata tabu kufika, hasa wadogo wanapata shida kufika kwenye shule mama, tumeanzisha shule. Nyingine zimeshakamilika, nyingi zimeshakamilika, na nyingine tunaendelea kukamilisha, na nyingine tuna plani tu. Sehemu yoyote tukipata taarifa, timu inakwenda kuangalia, na mdhibiti ubora pamoja na timu nzima ya elimu wanakwenda kuangalia uwezekano wa kuanzisha shule pale, na zinaanzishwa. Na gharama zake kimsingi sio kubwa sana, kwa sababu ukiweza kuanzisha madarasa 2 yakiwa na ofisi na vyoo, ni shule shikizi tayari inakwisha kuanza hapo. Na kwa wanafunzi wale ambao ni sekondari sasa, kwa kweli mabweni mengi yamejengwa, hasa kwa wasichana. Tuna mabweni mengi tu kwenye kata mbalimbali. Kwa hiyo hilo nalo pia tumeweza kuliangalia, na tunaamini kadri muda unavyozidi kwenda tutafikia mahali kila shule itakuwa na bweni. Mwaka jana ulikuwa ni mwaka wa mafanikio sana, kwa sababu ukiangalia kwenye uandikishaji mwaka jana pia tulifikia 100%. Yaani hatukuwa chini ya 100%. Lakini ukiangalia pia hata kwenye ufaulu, juzi tu hapa walimu wakuu wa shule za sekondari walipewa tuzo kwa ajili ya kufaulisha sekondari nyingi. Ile kolamu ya walimu pale ilikuwa ni kubwa, kwa kuonyesha kwamba sekondari nyingi zimefanya vizuri.
Kwa hiyo tunasema ni mafanikio kwa sababu kama uandikishaji ulikuwa ni mzuri, lakini pia walio graduate walikuwa wapo wengi, lakini sio swala la graduate tu, sio swala la kumaliza tu shule, waliofaulu pia walikuwa wengi na ufaulu ulikuwa wa juu sana. Ni O level na A level pia ufaulu ulikuwa ni mzuri, lakini A level ni zaidi, ufaulu ulikuwa ni mzuri zaidi. Kwa hiyo ni mwaka kwetu ulikuwa ni mwaka mzuri wa mafanikio. Na kwa sababu ya mikakati ambayo tumejipangia, tunatamani kila mwaka tunapofikia mwaka tuwe na mikakati ambayo itafanya vizuri zaidi ya mwaka uliopita. Wito wangu mimi mkubwa zaidi ni kila mmoja atambue kwamba swala la kujilinda na kuwa na mafanikio mazuri ni la mtu mwenyewe binafsi. Bweni, kujengewa bweni iwe ni kigezo mojawapo tu, lakini utayari wa mwanafunzi mwenyewe uwe ni wa kwake mwenyewe, lakini msisitizo wa mzazi uwe ni wa msingi sana kwa ajili ya mtoto kuweza kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwa na elimu. Lakini wito wangu pia kwa wakuu wa idara, kama tulivyokubaliana na kama tunavyoendelea, tusirudi nyuma, tuendelee kufanya hivyo kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kuwatumikia wananchi na wananchi wanataka waone matokeo. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.